Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu popote mlipo mchana wa leo, ninawakaribisha katika siku yetu nzuri ambayo Bwana ameifanya. Tumepata neema na upendeleo tena kuendelea kuwepo katika uso wa nchi, na kwa sababu hiyo tunaishi kwa makusudi ya Bwana, na mimi hilo limekuwa ndio kipaumbele changu, nikijua ninaishi kwa kusudi la Bwana. Na kwa sababu hiyo naishi kwa kusudi la Bwana, nami lazima nilitumikie kusudi la Bwana. Nikukaribishe mchana wa leo tukashiriki tena chakula cha Bwana, mafundisho, neno la Mungu ambayo kwayo tutapata vitu sahihi vya kutufaa maishani. Kipindi chetu kinaitwa Kimbilia kwa Yesu. Ndio kipindi chetu katika vyombo vyetu viwili, Lin Radio FM pamoja na Sibuka TV. Kwenye upande wa Lindi ni wasikilizaji, naomba nanyi munisikilize. Na upande wa TV ninyi ni watazamaji na wasikilizaji, niwakaribishe popote ndani ya nchi na nje ya nchi. Nimemuona Bwana nikipigiwa simu za watu wameponywa, nikipigiwa simu za watu wameokolewa, nikipigiwa simu za watu wametiwa moyo. Wengine walikuwa wamerudi nyuma kiimani, wamerudi tena. Hayo ndiyo makusudi ya Mungu ya kuwako kwetu. Na najisikia vizuri napopata taarifa kama hizi. Watu wameponywa, watu wamemrudia Mungu, wengine wameokolewa, watu wa kawaida kwa wachungaji. Nimepokea message mbalimbali idao mpaka wachungaji waliokoka walikuwa wamerudi nyuma, tena wamerudi kwa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Na hiyo ndiyo injili. Injili baraka inawarudisha watu kwa Mungu wao. Mchana wa leo twende tukashirikiane tena neno la Mungu. Mimi ni mhubiri wa injili, mchungaji Daktari Chambogo. Natumika na Kristo pale Temboni, Dar es Salaam, katika kanisa letu la EAGT. Na chombo hiki cha Sibuka ni chombo cha EAGT. Kwa hiyo karibu tukashare tena neno la Mungu mchana wa leo. Tusome kwenye kitabu cha Hosea, sura ya 6. Hosea sura ya 6, nitasoma mistari kadhaa. Hosea sura ya 6, Biblia inasema mstari wa kwanza: njoni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua na yeye atatuponya. Yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu. Baada ya siku 2 atatufufua, siku ya 3 atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Nasi natujue namna tuendelee kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua ya vuli inyeshayo nchi. Efraim, nikutendee nini? Hapa tunaweza tukaondoa Efraim tukasema tu wanadamu wote. Mungu atutendee nini? Kama ni wa Tanzania, Mungu atutendee nini? Wa Afrika na kadhalika. Yuda, nikutendee nini? Kama nilivyosema, hapa tunaweza tukaweka taifa letu, au ukawa wewe nikawa mimi, utendewe nini? Kwa maana fadhili zenu ni kama wingu la asubuhi, ni kama umande utowekao mapema. Kwa sababu hiyo nimewakatakata kwa vinywa vya manabii, nimewaua kwa maneno ya kinywa changu, na hukumu yangu itatokea kama mwanga. Mstari wa mwisho: maana nataka fadhili wala si sadaka, na kumjua Mungu kuliko sadaka ya kuteketezwa. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neema hii. Asante kwa ajili ya uweza wako. Asante kwa ajili ya huruma zako. Mchana huu wako wanawake kwa wanaume wametulia kwenye screen zao, wengine wametulia kwenye radio zao, wasikie kile ambacho Mungu unakwenda kusema nao. Useme na familia yako Bwana,
useme na familia yako. Mungu Mwenyezi, wanadamu wameumbwa na wewe, sema nao. Mpango wako ni kutaka kuwarejeza. Basi Mungu, uwasikizishe neno lako, ukawaponye kwa jina la Yesu Kristo aliyetumwa kwa ajili yetu. Asante kwa kuwa Bwana umetenda haya, na mtumishi wako umemtumia sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Nikukaribisha tena mchana wa leo. Ujumbe ambao nataka kuuleta kwako, ni uwasilishe kwako, ni huu: mwito wa Mungu anataka watu wote watubu. Mwito wa Mungu anataka watu wote watubu. Huo ndio mpango wa Mungu. Mwito wa Mungu, au Mungu anawaita watu watubu. Ndugu zangu, watumishi wa Mungu popote mlipo, ndani ya taifa langu la Tanzania na nje ya taifa la Tanzania, pale Zambia, unatutazama vizuri, Malawi na kwingineko kote, na katika bara la Afrika, kanisa yetu ya AGT yamefika maeneo mengi. Kwa hiyo ninaamini mnanisikia, na ninaamini uko uponyaji mchana wa leo. Nirudie tena kusema, Mungu anataka, au mwito wa Mungu anataka watu wote watubu. Na huu, wapenzi wangu, ndio mpango wa Mungu. Tumeshasikizishana jumbe mbalimbali siku za nyuma. Tumeshasema na taendelea kusema, sisi wanadamu namna tulivyoanguka dhambini, namna wazazi wetu au waasisi wetu waitwa Adamu na mke wake walivyoanguka dhambini kwenye bustani ya Edeni, na kutoka pale ile mbegu ya ndani mwao ambayo Mungu aliweka ya kuzaliana. Sasa tumekuwa tukizaliwa katika hali ya uovu. Tumekuwa tukizaliwa katika mbegu ya uharibifu, kwa kadiri mbegu ilivyo, na mbegu hutoa kile kile mbegu ilivyo. Kwa hiyo kwa Adamu aliyeanguka kunatoka wanadamu walioanguka. Kwa Adamu aliyeasi kunatoka wanadamu walioasi. Adamu aliyekaidi kauli ya Mungu, kumekuwa kukitoka wanadamu wakaidi. Mpaka leo tunavyohubiri Injili wako watu wanakaidi. Yesu Kristo ameendelea kuhubiriwa, na kama mchana wa leo tena na kusikizisha neno la Mungu na kuhubiri habari za Yesu Kristo, usiendelee kukaidi. Hiyo roho ya ukaidi, Biblia inasema itakuangamiza mwenyewe. Kama vile Adamu alivyokaidi, ndivyo kizazi chake kimekuwa kikaidi. Kwa hiyo ukaidi au dhambi ilipoingia ndani mwa Adamu, imetengeneza hali ya kupoteza uhusiano na Mungu. Lakini Mungu wa huruma sana, mchana wa leo nataka nikusikizishe Mungu anavyotuita kwa ajili ya turejee, anavyotuita kwa ajili turudi kwake kwa njia ya toba. Na Mungu wa huruma hataki kabisa kuona mtu yoyote anapotea. Asa Mungu anajua, anaelewa vizuri namna ambavyo kama mtu akifa dhambini anakuwa amepoteza fursa yake ya umilele wote. Akuwa maandiko matakatifu yanasema baada ya kufa kuna hukumu. Kitabu cha Waebrania 9:27. Baada ya kufa ni hukumu. Sasa hukumu ziko aina mbili utakazokutana nazo mojawapo. Hukumu ziko mbili utakutana nazo mojawapo. Kama utatoka duniani hujarudi kwa toba kwa Mungu, lazima ukutane na hukumu ya kukutupa kwenye ziwa la moto. Na kama siku zako zikimalizika
Ukiwa umemgeukia Bwana, umeacha uovu, utakutana na hukumu ya kuingia kwenye uzima wa milele na milele. Zote ni hukumu, iwe ya kwenda motoni ni hukumu, kwa maana maamuzi ya Mungu uende huku, maamuzi ya Mungu uende huku. Ziko pande mbili au saidi mbili, pande mbili, kushoto na kulia, ama jehanamu na mbinguni. Ayo, Mungu apendi kuona watu wanapotea. Ndiyo maana amelituma neno lake mchana wa leo. Inawezekana siku zako bado si nyingi, na Mungu anataka kukusikizisha neno lake ili upate kugeuka. Kuwa mwito wa Mungu anataka watu wote watubu. Mwito wa Mungu anataka watu wote wageuke. Wageuke kutoka kwenye uovu, waje kwenye nuru. Wageuke kutoka dhambini, waje kupokea msamaha wa dhambi. Na hubiri habari za Yesu Kristo, mwenye uwezo wa kukufanyia haya ambayo ninakwenda kuyanena mbele yako. Yeye ndiye mwenye uwezo wa kukusamehe dhambi zako. Yeye ndiye mwenye uwezo wa kukufutia uovu wako. Yeye ndiye mwenye uwezo wa kukuachilia usipotee, ila uingie kwenye uzima wa milele. Itakuwa ni nafasi yako tu ya kumsababisha Yesu akutendee kitu cha upande wa pili, kwa maana ya kukuingiza uzimani, ikiwa wewe tu utakubali kugeuka. Ikiwa wewe utakubali kutubu. Nje ya kutubu, mtumishi wa Mungu, usitegemee kuona ufalme wa Mungu. Ndiyo maana kitabu cha Hosea, Mungu anamuagiza, anamwambia, nenda ukawaambie, ukawape wito huu, wito unaoitwa njoni tumrudie Bwana. Mungu ameweka neno ndani mwa Hosea balo na kusikizisha tena nalo. Mungu anasema njoni tumrudie, maana yeye ametupiga atatuponya, maana yeye ameturarua atatushona. Kwa nini maneno magumu haya ambayo Mungu amempa Hosea aseme na taifa la Israeli? Kwa sababu taifa la Israeli lilikuwa limemuacha Bwana, na ilikuwa tupindi wa Israeli wanapomuacha Bwana, Mungu aliinua mataifa kuanza kuwashughulikia. Mungu aliinua mataifa waliokuwa wanawazunguka kuanza kuwashughulikia. Na ulifika wakati ambapo sasa katikati ya kuwashughulikia ametuma maadui wawapige. Ndipo ilifika mahali tena moyo wa Mungu kasikia huruma kuachilia watoto wa rafiki yake. Unajua, Israeli ni watoto wa rafiki yake anaitwa Abrahamu. Abrahamu alipoitwa nchi ya Uru wa Ukaldayo, Bwana aliposema naye akamwambia aondoke kwenye nchi ya kwao, aondoke kwenye nyumba ya kwao, aondoke kwenye ukoo wa kwao, aende ambako Mungu anataka akawe. Biblia inasema Abrahamu akainuka akaanza safari, asijue anaenda wapi, lakini mbingu zikafuatilia, zikauona moyo wa kutii wa Abrahamu. Ndiyo baadaye Mungu anamuita kwa kinywa chake, Abrahamu rafiki yangu, akamwahidi ahadi kede, ikiwepo kuwapatia nchi ile aliyokuwa ameanza kuishi Abrahamu, ikiwepo kumpatia uzao mwingi kuliko mchanga wa bahari, ikiwepo kumpatia uzao mwingi kuliko nyota za mbinguni. Sasa watoto hawa wa Abrahamu walifika mahali wakawa wanamkosea Mungu, na pindi wanapomkosea Mungu kwa njia ya uovu, kwa njia ya kuanza kuabudu ibada za sanamu, kuanza kuabudu ibada za Kifilisti, kuanza kuabudu ibada za Kikanani, kuanza kuabudu ibada mbalimbali za uovu, Bwana alishuka mwenye wivu na kuwatandika kitandiko kipigo, na kuwatandika matandiko mazito kwa kutumia mataifa waliowazunguka. Waliwahi kupigwa na Wababeli, waliwahi kuteswa na Wafilisti, waliwahi kuteswa na Wayunani, waliteswa na Warumi, waliteswa na Wafilisti. Ni kwa sababu tu wamemkosea Mungu.
ndiyo malipo ya watu wanapomtenda Mungu dhambi. Nisikilize mchana wa leo, inawezekana una magonjwa, wala hayatokana na bakteria wa kawaida, wala hayatokana na chochote. Ni kwa sababu ya uovu wako, ni kwa sababu ya dhambi zako, ni kwa sababu ya makosa yako. Umeonywa mara kwa mara, umetumiwa wajumbe wa Mungu kukwambia njia zako sio sawa, kukwambia mwenendo sio sawa, ukawa unabinua midomo, ukawa unatikisa mabega, ukaondoka kwa maringo, ukatikisa mwili, ukadhani kwamba ni mali yako, na sasa umelala kitandani, hayupo wa kukuinua. Hata wale waliokutia moyo wakati umekejeli neno la Mungu wamekuacha kitandani. Hata wale waliokuita handsome wamekuacha kitandani. Wale waliokuita beautiful wamekuacha, wameenda kutafuta wengine. Uko unateseka. Bwana ameruhusu ule kichapo. Bwana anataka umrudie. Bwana anaweza kukuponya. Na kwambia kwa neno la Bwana, ana uwezo wa kukuponya, ana nguvu za kukuponya. Hosea anaambiwa hivi, nenda waambie wana wa Israeli, warudi nitawaponya, warudi nitawaponya. Haijalishi nalivyowapiga kupitia fimbo za mataifa, haijalishi, nitawaponya. Huu ndio wito wa mchana wa leo. Bwana anataka watu wote warejee, watu wote watubu. Yuko tayari kukuponya. Haleluya, haleluya. Yuko tayari kukuponya. Haya ndiyo maneno ya nabii Hosea. Anawaambia amelarua, lakini yuko tayari kuwaponya. Manake anaongelea mapigo mazito waliokuwa wamepigwa wana wa Israeli, waliokuwa wamepigwa Wayuda ambako anatokea Yesu. Wakawa wanajeuri, wanafanya mambo ya kutisha. Mungu kwa sababu tu alikuwa ameweka promisi yake kwenye uzao wa Yuda, lakini vinginevyo ilikuwa ni hatari ya kulifuta hilo taifa. Lakini kama angelifuta, tusingekuwa na Mwokozi leo. Hicho alichokuwa nakifanya Bwana ni kuwaadhibu tu. Alimtuma Nebukadneza, aliwaadhibu maadhibu ya kutisha. Aliwatumikisha miaka 70. Alilibomoa na hekalu la kwanza lililojengwa na Suleimani. Mungu hawezi kujali majengo tunayotumia ya ibada, maana wewe ni chombo chake. Yuko tayari kuharibu yale tuliyoyatengeneza, yale tuliyoyatadikia, lakini anaitafuta roho yako. Alilibomoa lile jengo, hekalu la Suleimani lolijenga mamiaka na mamiaka. Bwana lilibomoa, lilikuwa na nakshi za dhahabu ya Ofiri, zile dhahabu za thamani ya hali ya juu. Lakini Nebukadneza alipoingia, alilibomoa, akawatesa Wayahudi, akawachinja machinjo makuu. Wanawake walibakwa, watoto waliuliwa. Mpaka Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia, mpaka watoto wa Kiyahudi walinyonyeshwa na matiti ya mbwa. Mama zake wa mama zao wamekufa. Uone ghadhabu ya Mungu anapokuwa amekasirika, huwa hawezi hurumia. Pendwa wangu, mpendwa wangu, Joni tumrudie Bwana. Ametupiga, tatuponya. Pendwa wangu Mtanzania, Watanzania wenzangu, Joni tumrudie Bwana. Tuache ukaidi, tuache majivuno. Angalieni Kongo. Kwani Kongo wamekosa nini? Kwani Kongo wana dhambi gani zisizokuweko Tanzania? Tanzania imesikika kwenye hali ya viwango vya juu kwenye habari ya uovu. Siku za nyuma research ilikuwa inasema Nigeria katika bara la Afrika ilikuwa viwango vya juu kwenye upande wa ushirikina, kwenye upande wa kichawi, kwenye upande wa uovu. Baadaye Tanzania imekuja kuchukua nafasi ya kwanza. Maana yake nini? Wa Tanzania uovu umekuwa uko juu, mpaka imefika mahali albino wanauawa kwa sababu waganga wamesema ndani ya albino kuna utajiri. Ndiyo Tanzania ikateki over Nigeria, na sasa Tanzania iko viwango vya juu kwenye
kwenye ushirikina, iko viwango vya juu kwenye mauaji. Mwito ni huu Tanzania, njoo tumrudie Bwana. Wachungaji wako wapi? Pigeni kelele, tumrudie Bwana. Wachungaji, maaskofu, pigeni kelele kwenye madhabahu kwa ajili ya Tanzania, tumrudie Bwana. Mambo yanayoendelea ni ya kutisha, wala sisi sio wema kuliko Wakongo wanaouana kila siku, wala sio wema sisi kuliko Sudani. Tanzania, wacha kujivunia chochote. Naita mwito wa Tanzania, viongozi wetu waandamizi, njoni tumrudie Bwana, njoni tumrudie Bwana. Viongozi waandamizi wa kisiasa, njoni tumrudie Bwana. Bwana ametupiga, Bwana ataturehemu. Viongozi waandamizi wa kiroho wa dini zote, hasa wa Kristo, njoni tumrudie Bwana. Pigeni mbiu ya toba Tanzania, maana wakati umefika wa ghadhabu ya Bwana kuanda nyumbani mwake. Hey, njoni tumrudie Bwana. Aliyeita ni Bwana. Njoni tumrudie Bwana. Njoni tumrudie Bwana. Njoni tutubu mbele za Bwana. Njoni tugaragare. Twendeni uwanja wa taifa, nchi yote, mikoa kwa mikoa, iteni toba. Tunaona mchakato unavyoendelea, bado mapema tu. Hosea anasema, njoni tumrudie Bwana. Njoni tumrudie Bwana. Yeye amepiga, atatufunga jeraha. Huyu Mungu, isikilize mchana wa leo. Huu ni mwito, sio kwa taifa la Israeli, ni mwito kwa dunia nzima. Leo uovu una viwango vya kimataifa. Dhambi, wasomi wanasema, ili dhambi iwe dhambi, haiwezi kuwa dhambi mahali pamoja. Ili iwe dhambi, lazima iwe worldwide, lazima iwe duniani kote. Niambie wapi kusiko na dhambi duniani? Zinazotendwa Tanzania ndizo zinazotendwa Kenya, zinazotendwa Kenya zinatendwa Uganda, bara la Afrika lote, Asia yote, ulimwenguni kote. Wapi kusiko na ukahaba? Wapi kusiko na ulevi? Wapi kusiko na ushirikina? Wapi kusiko na uchawi? Wapi kusiko na ibada za sanamu? Wapendwa, ni wapi? Hiyo ni dhambi. Ili iwe dhambi, lazima iwe worldwide, lazima iwe abroad. Kwa jina la Yesu, njoni tumrudie Bwana. Bara la Afrika naita, njoni tumrudie Bwana. Bona Mungu amewekeza mali za ajabu, imekuwa zikitutwa na watu wasio wenyeji. Wenyewe tumebaki tulivyo, tumebaki na mashimo, wageni wanatuta. Ni kwa sababu gani? Uovu wetu. Ni kwa sababu gani? Tumemwacha Bwana. Tanzania, njoni tumrudie Bwana. Bara la Afrika, wewe upendwaye, baye hata wakati fulani Yesu alikimbilia Afrika. Yesu alikimbilia Afrika. Ndiyo maana Afrika imebarikiwa. Yesu alikimbilia Afrika wakati Herode anataka kumuua. Yesu alikimbilia Afrika. Alikimbilia Misri. Misri ni Afrika. Ndiyo maana bara Afrika limebarikiwa. Bona bado lina hali ya kutisha uovu. Maaskofu, pigeni kelele kwenye madhabahu, iteni mwito wa kumrudia Bwana. Njoni tumrudie Bwana. Njoni tumrudie Bwana. Makahaba wapone, wachawi wapone kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Sikia, mwito wa Mungu anataka watu wote watubu. Toba ni nini? Kutubu ni nini? Kutubu ni tendo la kugeuka, ni tendo la kutoka uovuni, ni tendo la kurudi kwa Mungu, Mungu aliyekuumba, na kuachana na uovu. Toba ni nini? Tendo la kugeuka. Kutubu ni kugeuka, ni kuacha kwenda kwenye mwendo, kuacha kwenda kwenye mwenendo
uliozoeleka. Toba ni kugeuka, ni kuachana na mambo mabaya. Toba ni kumrudia Mungu kwa kilio na machozi. Tutakwenda kuona baadhi ya mifano, mataifa yaliyorudi kwa toba ya kutisha. Bwana kasamehe, Joni tumrudie Bwana. Na watu wawakosesha wa Tanzania ni wachungaji, ni maaskofu, ni mitume na manabii, ndio wanawakosesha watu. Ndio maana leo tuna Watanzania bado wanalewa na kanisani wanaenda, bado ni washirikina na kanisani wanaenda, wengine waganga wa kienyeji na kanisani wanaenda, wanakula na rushwa na kanisani wanaenda. Haya ni matatizo. Toba ni kugeuka. Toba ni kugeuka kutoka mwelekeo wa uovu kuelekea nuruni. Kitabu cha Matendo ya Mitume 26, Matendo ya Mitume 26:18 inasema hivi: wafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru, wasiache nguvu za shetani na kumwelekea Mungu na kumrudia Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao. Kisha wapate msamaha wa dhambi zao. Wapendwa wangu, kuna msamaha wa dhambi zako. Upo msamaha kama utatubu, kama utamgeukia Yesu. Upo msamaha. Haijalishi umeua mara ngapi, haijalishi mwanangu mambo uliyotenda hata wazazi hawajui, haijalishi umetoa mimba mara ngapi, haijalishi umeua mara ngapi. Bwana anasema geuka mchana wa leo. Geuka mchana wa leo. Unaweza geuka, usishupaze shingo. Uliacha giza, geukie Yesu. Yeye ndiyo nuru yako, yeye ndiyo uzima wako, yeye ni yote katika yote. Geuka mchana wa leo. Waliacha giza na kuigeukia nuru. Waziache nguvu za shetani. Kuna nguvu za shetani. Wewe unaona mpaka mtu anataka damu ya albino, anataka kiungo cha albino. Nguvu ya shetani imempaga. Wote ni mashahidi. Naomba geuka. Mtu mmoja kwenye ukoo unaweza ponya ukoo wako. Geuka mpendwa, geuka. Yesu akuponye. Yesu ana uwezo wa kukuponya. Jambo jingine ni hili: dhambi husababisha mapigo. Dhambi husababisha mapigo. Ujapoona dhambi ni tamu, lakini dhambi hatima yake lazima isababishe mapigo. Adamu alipokosa, ghafla anajikuta yuko uchi. Anaulizwa uko wapi? Nasema niko huku, niko uchi. Nani alikwambia uko uchi? Je, umekula ule mti? Anamlaumu Mungu, anasema mwanamke uliyenipa. Nisikie mchana wa leo, dhambi husababisha mapigo. Dhambi kwenye mapigo kama nini? Dhambi husababisha mapigo ya njaa. Dhambi husababisha maafa ya kutisha. Dhambi husababisha mauaji. Dhambi husababisha magonjwa, mauaji yatokana na magonjwa. Dhambi husababisha laana. Dhambi husababisha uvunjifu wa amani. Kwa hiyo ni kutahadharisha mtumishi wa Mungu, wewe ambaye umebobea kwenye dhambi. Ilimpeleka baba ya Kaini alipomuua ndugu yake. Mungu anamwambia, kwa sababu ardhi imefunua kinywa ikainywa damu ya ndugu yako. Kaini, umelaaniwa. Kwa mara ya kwanza naliona tamko la Mungu. Anatamka laana juu ya Kaini. Ziko koo zina laana, ziko nyumba zina laana
kwa yale mliotenda mbele za Bwana. Mchana wa leo nanena, geuka mumrudie Bwana. Geuka, ukoo wako utapona. Geuka, watoto wako watakuwa salama. Wewe mwenyewe ni shahidi. Kweli wanao wamesoma, lakini wako wapi? Ndio wala madawa ya kulevya, ndio makahaba wa kutisha, ndio majambazi wa kutisha. Huo ni mnyororo uliojengwa na wazazi, uliojengwa na mababu. Njoni tumrudie Bwana, na Bwana ataponya. Dhambi husababisha mapigo. Dhambi huondoa amani kwenye nyumba. Dhambi huondoa amani baina ya ndoa, baina ya mume na mke. Dhambi huondoa heshima kwa binadamu. Unapoitwa kahaba, hata wewe mwenyewe haukubali. Unapoitwa jambazi, hata wewe mwenyewe haukubali. Unapoitwa umekula mali za nchi, hata wewe mwenyewe haukubali. Ninakumbuka awamu fulani, bayo mmoja wa mawaziri aliwahi kuwekwa ndani. Heshima yake ikaribika. Lakini nini? Dhambi. Ninakumbuka awamu fulani, moja wa mawaziri aliyekamatwa ametembea na mtoto wa shule, na yeye mwenyewe alikuwa waziri. Dhambi ilimwaibisha. Dhambi haiwezi kukuacha salama. Dhambi na harufu mbaya. Ndiyo maana unaruka harufu mbaya. Ndiyo maana hata ungetengenezaje, ukitoka watu wanakutaja jina lile lile. Dhambi inaibisha. Dhambi imeharibu ukoo. Dhambi imeharibu jamii. Dhambi imeharibu jamii. Jamii yetu ya Kitanzania imeharibika kwa sababu ya dhambi. Dhambi imeharibu jamii. Dhambi imeharibu taifa. Yako mambo yanayolipata taifa ni kwa sababu ya dhambi za kitaifa. Ni kwa sababu ya dhambi kutoka mtu mmoja chini mpaka juu. Lakini dhambi, nimekwambia, humuharibu mtu binafsi. Dhambi huharibu jamii. Dhambi huharibu ukoo. Dhambi huharibu taifa. Ukitaka kujua, sina muda wa kuchambua hayo yote nayo kueleza, yako kimaandiko. Muangalie Adamu, dhambi yake. Biblia inasema kitabu cha Rumi, kwa mtu mmoja dhambi limeingia ulimwenguni, na kwa ulimwengu hiyo dhambi imeupata ulimwengu wote. Lakini dhambi ya Adamu, hakuwa mlevi, hakuwa mzinzi, ulikuwa ni ukaidi tu. Ukaidi tu wa kumkaidi Mungu alichosema. Anaona kama hajasema sawa. Wala hakuwahi kuiba, wala hakuwahi kuzini, wala hakuwahi kuua. Ukaidi tu. Kama ulivyo ni mkaidi, unawakaidi mpaka wazazi, unawakaidi mpaka viongozi wako kazini, una ukaidi wa ukoo. Mchana wala nazungumza habari. Mungu anataka watu wote watubu. Rejea, Bwana atakuponya. Bwana atakuponya. Dhambi imeharibu uchumi. Niseme nini kwa ajili ya ubaya wa dhambi? Imeharibu uchumi wa mtu binafsi, wa kijamii, wa kiukoo, mpaka taifa. Leo ukifanya research ya matajiri Tanzania, ni watu wachache tu. Nao hata utajiri wao si wa halali, si wa halali. Lakini hao ndio matajiri walio kwenye top 10 ya Tanzania. Lakini angalia milioni 60 na kitu ya Watanzania. Karibu asilimia 90. Hata kama sio research, niseme tu kwa jumla ni karibu 90 au 80 ni masikini wa kutupa.
Dhambi inafungulia mlango wa magonjwa. Dhambi ina mambo mengi mwanangu, sina muda wa kuyaongea yote, lakini dhambi na madhara mazito. Dhambi na madhara mazito. Dawa ya dhambi ni kutubu tu. Mchana wa leo na kualika kwenye kipindi cha kimbilia kwa Yesu. Pendwa wangu, kimbilia kwa Yesu. Lakini dhambi uwezi kuikimbia. Uwezi ipeleka kwa mganga wa kienyeji. Uwezi sema ngoja niende kwenye baa nikapunguze mawazo. Aja kuna alienda kwenye baa alipunguza mawazo. Hata wewe mhubiri aliyesimama mbele yako, nilikuwaga mlevi wa kutisha, nilienda kutoka nyumbani, nilitoka nyumbani nikiwa na akili timamu, nilirudi nimechanganyikiwa, nilirudi niko ovyo, nilirudi na majeraha. Na kitabu cha Methali kinasema, nani mwenye macho mekundu? Biblia inasema ni mlevi. Nani mwenye matusi mdomoni? Biblia inasema ni mlevi. Nani mwenye majeraha yasiyo na sababu? Biblia inasema ni mlevi. Kwa hiyo uwezi enda baa ukapunguza mawazo, utaongeza matatizo tu. Watafute wote walioenda baa. Njoo hata uniulize mimi, nitakueleza my past, mambo yalivyokuwa mabaya. Dhambi inaharibu uchumi. Dhambi imeharibu ajira. Dhambi imeharibu wasomi. Dhambi imeliharibu taifa. Dhambi. Jambo jingine, baada ya kuona ubaya wa dhambi, lakini dhambi inaondolewaje? Leo kuna falsafa nyingi za habari ya kudili na dhambi. Wengine wanasema unaiondoa dhambi kwa kufunga. Wengine wanasema unaiondoa dhambi kwa kutenda mema. Wengine wanasema unaiondoa dhambi kwa kuwa mwema kwenye jamii. Wengine wanasema unaiondoa dhambi kwa kuungama kwa kiongozi wa dini, kwa mchungaji. Hizo ni falsafa za kutosha, siko nyingi. Nisikilize mtumishi wa Mungu. Dhambi haiondolewi kwa kufunga. Dhambi haiondolewi kwa kutoa sadaka. Dhambi haiondolewi kwa kuwa unatendea watu mema. Dhambi haiondolewi hata ukawagaia asubuhi na mapema, ukadamuka hospitali ukawagaia watu uji. Dhambi haiondolewi unajaza matumbo ya wagonjwa. Ni kweli kwenye macho ya kawaida umepeleka msaada, lakini usitegemee dhambi yako imeondolewa kwa kuwapa watu uji. Dhambi haiondolewi. Biblia inasema hivi, nisome Isaya sura ya 1. Niende kwa kasi kuanzia mstari wa 11. Nisikilize ninasoma. Hayo unayoyatenda umefanya vice versa. Ni sawa na mtu aliyechukua kiatu akavaa, anapakachukua soksi akavaa juu ya kiatu. Utakuwa kituko tu barabarani. Ndivyo vituko vinavyoendelea leo kwa viongozi wa dini. Wamewatwisha mizigo watu, wasiwaambie utaratibu. Wapendwa, Mungu ni wa principle. Wapendwa, Mungu haongeki. Hayuko atakayemuhonga Bwana, hayuko. Isaya 1:11 inasema hivi, huu wingi wa sadaka zenu mnazoniletea una faida gani? Angalia, huu wingi wa sadaka zenu mnazopeleka kwa Bwana una faida gani? Asema Bwana. Anasema hivi, nimejaa mafuta ya kafara za kondoo waume na mafuta ya wanyama walionona, nami sifurahii damu ya ng'ombe wala ya wana kondoo wala mbuzi waume mnaoniletea. Mstari wa 12, mujapo ili muonekane mbele zangu, nami
muonekane mbele zangu. Nani aliyetaka neno hili mikononi mwenu kuzikanyaga nyua zangu? Nyua zake manake kwenda nyumbani mwa Bwana. Leo tungesema kwenda kanisani. Nani aliyekwambia uende kanisani? Haujawahi kutubu dhambi zako. Nani aliyekwambia uende kanisani? Bado wewe ni mlevi. Nani aliyesema uende nyuani mwa Bwana? Bado wewe ni kahaba. Bado una mke nje, una mke wa pili, bado una mwanaume mwingine nje. Nani aliyekwambia uende ukatoe sadaka kanisani? Wanakula wachungaji tu. Dhambi yako iko pale pale. Nakwambia iliyo kweli, dhambi yako iko pale pale. Mstari wa 13, msilete tena matoleo ya ubatili. Uvumba ni chukizo kwangu. Mwezi mpya na Sabato kuita makutano, siyawezi maovu yenu na makutano ya ibada zenu. Angalia Mungu anavyokataa. Anakataa, nimesema. 13, msilete tena matoleo ya ubatili. Bwana hataki sadaka za ubatili, sadaka za rushwa, sadaka za zina, sadaka zinazotoka na miradi ya pombe. 14, sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamriwa nafsi yangu yasichukie. Ni kweli Mungu ameamuru hizo sikukuu, lakini wanavyoziendesha na kufanya, wanaendesha kidhambi. Tunayo wiki ya Pasaka. Ngoja uone. Baada ya Pasaka ngoja uone mambo yatakayoendelea kwenye mabaa, mambo yatakayoendelea. Mpaka jeshi la polisi halitalala, mpaka jeshi la usalama halitalala kwa ajili ya kuhakikisha usalama. Huku watu wanasema wanasherehekea Pasaka. Bwana anasema, Yesu anasema hivi, ondoa kelele za nyimbo zenu na sadaka zenu. 15, nanyi mkunjuapo mikono yenu naficha macho yangu, nisiwaone. Naamu, muombapo maombi mengi sitasikia. Mikono yenu imejaa damu, wachungaji. Jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu matendo yenu, usiwe mbele ya macho yangu. Acheni kutenda mabaya. Mstari wa 17 anasema, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu za haki, wasaidieni walioonewa. Enyi watu wa mahakama, wasaidieni walioonewa, wasaidieni. Oh my God. Haki imeondolewa. Haki imeondolewa na wanaojua haki. Haki imeondolewa na wanaosimamia haki, wanaosimamia vifungu vya haki. Lakini haki imeondolewa. Wale waliopaswa kupewa haki wamenyang'anywa, wamepewa wasiofaa. Yesu anasema, tendeni haki. Mstari wa 19, kama mkikubali na kutii, utakula mema ya nchi. Kama mkikataa, utaangamia kwa upanga. Dhambi haiondolewi na kufunga. Dhambi haiondolewi na kutoa sadaka nyingi. Dhambi inaondolewa kwa toba. Inaondolewa kwa toba. Toba manake ni kuacha nia mbaya. Toba manake ni mbaya atahukumu bila upendeleo. Mfano wa watu waliotubu, nasoma kitabu cha Yona. Yona sura ya 3 chap. Naenda kumaliza. Yona sura ya 3. Biblia inasema hivi, mfano wa toba. Neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukahubiri habari nitakayokuamuru. Basi Yona kaondoka kaenda Ninawi kama Bwana alivyomwambia. Nayo Ninawi ilikuwa ni mji mkubwa mno, ukubwa wake mwendo wa siku 3. Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku moja, akapaza sauti akasema, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Baada ya siku 40 nao utaangamizwa. Watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga,
wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Habari zikamfikia mfalme wa Ninawi, naye akaondoka kwenye kiti chake cha enzi, akavua mavazi yake, akajivika nguo za magunia na kuketi kwenye majivu. Mstari wa 7 unasema, naye akapiga mbiu na kutangaza akasema, mji wote wa Ninawi kwa amri ya mfalme na wakuu wake, kusema, mwanadamu asionje kitu, wala mnyama, wala ng'ombe, wala makundi ya kondoo, wasile wasinywe. Mstari wa 8, bali wafunikwe nguo za magunia, mwanadamu na mnyama pia, wamlilie Mungu, wamlilie Mungu kwa nguvu. Nani ajue? Naam, na wageuke, kila mtu aache njia yake mbaya na udhalimu ulio mikononi mwa mtu. Haya ni maagizo ya mfalme wa Ninawi. Nani ajuaye kwamba Mungu hatageuka na kugairi na kuiacha hasira yake ili usiangamie? Mungu akaiona toba ya watu wa Ninawi. Kutubu ndiko kunakoondoa dhambi. Kutubu ndiko kunaweza kuambatanishwa na mitindo ya toba, na mitindo na vionjo vya toba. Hata kufunga kama Ninawi walifunga. Sasa kuna watu wanafunga dhambi hawajaacha. Ndiyo hiyo anasema kwenye Isaya, ondoa kelele. Mwisho, nisikilize mtumishi wa Mungu. Mwito wa Mungu ni watu wamrudie Mungu. Tambua wema wa Mungu. Namaliza na Warumi sura ya 2 mstari wa 4. Warumi 2 mstari wa 4. Tambua wema wa Mungu. Biblia nasema hivi, au waudharau wingi wa wema wake na ustahimilivu wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu. Mchana wa leo mpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Huu ndio mwito mkuu ambao manabii wote walisema. Huu ndio mwito mkuu. Yohana Mbatizaji alisema watu tubuni. Huu ndio mwito mkuu wa Injili. Yesu akasema tubuni. Huu ndio mwito mkuu. Mitume wakasema tubuni. Hakuna Injili bila toba. Injili inamleta mtu kwa Yesu. Injili inamgeuza mtu kutoka kwenye giza. Inamgeuza mtu kutoka kwenye uovu. Inamgeuza mtu kutoka kwenye mauaji. Injili inamgeuza mtu. Lakini Yesu anataka watu watubu. Huwezi kubarikiwa hujatubu. Watu wangapi Tanzania ni matajiri? Ni matajiri na wala hawajatubu, na wala hawajabarikiwa. Hayo ni mafanikio tu. Kubarikiwa kunatoka mikononi mwa Mungu, lakini kuna mafanikio ya juhudi za mtu. Ndiyo maana tuna watu ni matajiri, lakini waliua ndugu zao. Wanandondocha mpaka madukani Kariakoo, wanandondocha kwenye biashara zao. Ni matajiri, wamefanikiwa au wajabarikiwa. Kubarikiwa ni lugha ya Mungu. Wacheni kuwatapeli Watanzania enyi wachungaji. Acheni kuwatapeli. Waambieni watu watubu dhambi zao. Mchana wa leo mpokee Yesu. Warumi unamalizia nasema hivi, usiudharau wema wa Mungu. Unakuvuta kukuleta kwenye toba. Hebu niombe na wewe mchana wa leo. Nikutakie Pasaka njema. Ujumbe wetu kwa nasema mwito wa Mungu anataka watu wote watubu. Hapo ulipokaa, kama mko groups, naomba muombe maombi haya wote. Naomba useme maneno haya. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimelisikia neno lako. Mchana wa leo nisamehe Yesu. Nisamehe dhambi zangu zote. Nimekutenda wewe dhambi. Nimekukosea wewe dhambi. Wewe mhukumu wa haki. Yesu nisamehe. Yesu ni rehemu. Damu yako inioshe. Damu yako initakase.
damu yako iniponye kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa nimeokoka. Niombe kwa ajili yako Baba Mungu, katika jina la Yesu. Umponye mtu huyu kwa jina la Yesu. Uponywe kwa jina la Yesu. Mungu wa utukufu akubariki. Nipigie simu zangu 0763 349500 0763 349500 0763349500. Utaziona kwenye skrini yako. Nipigie, nitaomba na wewe, nitakushauri kwa jina la Yesu. Bwana kubariki. Nikutakie mchana mwema, nikutakie safari njema, nikutakie kazi njema, nikutakie baraka za Mungu na familia yako katika jina la Yesu. Umebariki na watumishi wako wa Sibuka TV, ukawabariki watumwa wako. Nimeomba kwa imani katika jina la Yesu aliye hai. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mungu akubariki sana sana. Naitwa mhubiri Paul Chambogo daktari, na Mungu akubariki sana.